Habari gani Mwanakyuo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Kyuo TV. Ikiwa ni baada ya miezi mitatu, hatimaye kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, kesi ya uhaini ikiwa inaendelea leo katika siku ya leo, ikiwa ni Februari 9 mwaka 2026. Nataka nikupe utangulizi kuhusu kesi ya Tundu Antipas Lissu. Nanukuu: utangulizi kuhusu kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu leo Februari 9 mwaka 2026. Tunaendelea na kesi ya uhaini namba 19605 inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambaye ni Tundu Antipas Lissu, ikiwa inaendelea katika Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani Dar es Salaam. Kama mnakumbuka vizuri, tuliishia shahidi namba 4 ambaye ni P11, yani shahidi wa siri. Alivyoingia mahakamani Novemba 11 mwaka 2025, shahidi huyo wa siri hakuonekana kokote hata kwa majaji. Ndiyo Mheshimiwa Lissu akaweka pingamizi kuhusu kiboksi kilivyowekwa na namna ambavyo sheria inahitaji shahidi wa siri kutoa ushahidi wake. Lakini pia katika pingamizi lake alieleza kuhusu kanuni za ulinzi wa mashahidi zinataka lazima shahidi wa siri atajwe na amri husika ilivyoamua kwa shahidi huyo awe wa siri, lakini katika amri iliyopo mahakamani shahidi huyo hakuna mahali ametajwa kuwa anapaswa kuwa wa siri. Baada ya pingamizi hilo, kesi iliahirishwa na zoezi litaendelea leo, upande wa jamhuri kujibu hoja za Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kuhusu uhalali huo wa shahidi huyo wa siri. Baada ya mawakili wa serikali kujibu hoja hizo, zoezi litakalofuata ni Mheshimiwa Lissu kutoa hoja za nyongeza, yani rejoinder, kwa pingamizi lake, na baadaye mahakama itatoa uamuzi wa uhalali wa shahidi huyo wa 4 ambaye ni P11. Hapo ndipo tulipoishia na leo tutaendelea hapo. Kwa kifupi, hali ya mahakama iko sawa, ufuatiliaji kwa maana ya wanachama wapo wa kutosha. Mawakili wa pande zote mbili wameshafika na maandalizi ya mwisho yanaendelea hapa, so tujiandae kuendelea kula darasa huru la sheria kutoka kwa mwalimu wa umma wa sheria ambaye ni mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Wako mhabarishaji Hilda Newton. Hayo yalikuwa ni maneno ya Hilda Newton. Jina langu ndio Kyuo TV. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Kama ilivyo ada yetu, nitasoma maoni mawili matatu kuhusu kesi ya Tundu Antipas Lissu, namna watu hapo walivyotoa maoni yao katika chapisho la Hilda Newton. Wa kwanza anaitwa Mchachu PhD, anasema thank you so much Hilda. Lakini wa pili Big Boy anasema Hilda, uwe makini mno, baada ya documentary lazima watakuwa wanafuatilia upenyo ales kama haupo mahakamani physically. Lakini Maasai anasema hauoni maana yake nini, tunaomba mwendelezo. Pia aliyotenda au hauoni. Amezungumza hapa, ameandika, amebananga maneno yako kweli kweli. Lakini Paulo Huru anasema Mungu ni mwaminifu, furaha yetu inarudi tena. Lakini mwalimu Kaberenja anasema nipo hapa leo sitoki. Lakini Axon anasema asante sana Hilda Newton. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la Hilda Newton. Jina langu ndio Kyuo TV. Karibu katika kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu. Tukutane katika masuala ya kisiasa. Bye bye.